Karibu sana mtazamaji wa Ngale Sports. Tuzungumze kile ambacho kimetokea kwa Yanga Sports Club. Ni moja ya mchezo ambao ulikuwa mzuri sana, lakini pia tupitie kidogo kile ambacho kimewatokea Azam FC katika dimba lao la nyumbani New Amani Complex kule Zanzibar. Jana Yanga ametoka suluhu akapata alama moja katika ligi ya mabingwa barani Afrika, huku Azam FC akipoteza kwa goli 1-0 kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kabla ya yote usisahau kusubscribe ili uendelee kupata uchambuzi kila leo, na kila nikipost uchambuzi unaendelea kuona. Hii ni Ngale Sports na mimi ni Salama Ngale. Yanga kwanza wamejipunguzia pressure kwa sababu ilikuwa ni moja ya kundi gumu sana ambalo Yanga kuwahi kupangwa katika hii michuano ya Afrika, kuanzia kombe la shirikisho mpaka ligi na mabingwa. Kukutana timu zote tatu za kaskazini hakikuwa kitu chepesi, ama haikuwa draw rahisi sana kwa upande wa Yanga. Kwa hivyo ni moja ya kundi gumu sana. Kuanza kwa ushindi dhidi ya FAR Rabat ilikuwa mwanzo mzuri sana, lakini kwenda kutoka suluhu kwa JS Kabylie ni moja ya hatua kubwa sana ambayo Yanga wamepiga. Nini kilitokea katika mchezo wa jana? Kwanza kabisa unasifu mpango kazi mzuri wa kocha Pedro Gonçalves. Kazi kubwa sana amefanya, na kunaonekana utofauti mkubwa sana baina ya kocha aliyepita kocha Minuno Romain Folz mbele ya huyu Pedro Gonçalves. Ni moja kitu kikubwa sana ambacho amekionyesha ndani ya muda mfupi. Ameonyesha ni namna gani ambavyo timu kubwa inapaswa kuwa, lakini namna ya kuchanga karata katika mechi mbalimbali ambazo timu imekuwa inacheza. Ni tukio kubwa sana, ama ni progress kubwa sana ambayo Yanga wanapiga. Mpango kazi wake dhidi ya JS Kabylie ulikuwa bora sana. Ni mpango kazi ambao ukitazama ni kwa namna gani ambavyo aliweza ku maintain maeneo yote matatu, eneo la ulinzi, namna ambavyo wachezaji wake walikuwa wanapiga mahesabu vizuri, walivyokuwa kienda kushambulia, wanafunga mlango wao, eneo la kiungo lilivyofanya kazi vizuri. Kina Mudathir haya wamefanya kazi bora sana ya kufanya timu kutulia katika eneo la kiungo, eneo la kushambulia. Nilibugudhi vizuri kabisa safu ya ulinzi ya JS Kabylie ambayo ilionekana kuwa na utulivu mkubwa pia kwa kiasi chake. Kwa hiyo mpango kazi wake ulikuwa bora sana kocha Gonçalves, kiasi ambacho Yanga wamenufaika na kuondoka na alama moja. Lakini turudi kwa performance za wachezaji tofauti. Ukianza na eneo la ulinzi, mlinda mlango Djigui Diarra. Diarra amethibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa wasajili bora ambazo Yanga wamewahi kufanya katika miaka ya hivi karibuni, kwa sababu wamepita walinda mlango wengi, wamepita wachezaji wengi, lakini performance yake imeendelea kudumu kwa mashindano, lakini pia kwa miaka na misimu tonga amejiunga na kikosi cha Yanga amekuwa na wakati bora sana. Performance ya Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdullah ni kama vile walijichuni na kujitoa kwa ajili ya mchezo. Unajua ilikuwa kama vile ni mechi yao ya finali au mechi yao ya mwisho. Walijitoa sana na kujituma sana na kuzuia matukio mengi sana hatari katika lango lao. Moja ya kitu ambacho kilikuwa cha kuogopesha ama kuatia pressure Yanga ni kucheza dhidi ya mshambuliaji ambaye tayari walikuwa wanamfahamu, Aymen Mahyous. Katika finali ambayo Yanga alicheza akapoteza magoli 2-0 katika dimba la Benjamin Mkapa, Aymen Mahyous alikuwepo katika kile kikosi cha ambacho alicheza nacho cha Algiers katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni moja ya mchezaji ambaye walikuwa wanamfahamu kabla na walikuwa wanajua hatari yake iko wapi. Alikuwa na hatari katika maeneo yote, akiwa na mpira mguuni, akiwa anakimbia, akiwa kwenye box, kwenye mpira wa juu, anaonyesha hali hatari kubwa sana. Kwa hiyo Ibrahim Abdullah pamoja na Dickson Job walifanya kazi nzuri sana eneo la kiungo kubit ile hali ya ubora mkubwa sana ya kutuliza mchezo, kufanya mambo yawe mepesi zaidi kwa upande wa wachezaji wa Yanga, lakini kuwadhibiti wachezaji wa timu nyingine
kwa maana ya Kabylie wasiwe na wakati bora, kumiliki mchezo muda wote, lakini pia kutulia hiyo na mpira, kufanya kazi bora sana. Moja kitu ambacho nilikuwa napenda alitumia pia namna ambavyo anamfahamu Bakari Sara ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Simba kwa misimu kadhaa hapo nyuma, lakini kwa muda mfupi sana waliweza kudhibiti bora vizuri sana ile eneo la kiungo, kiasi ambacho kwa na wakati mzuri pia. Angalia namna ambavyo alikuwa na wakati bora sana pindi ambapo timu ilikuwa inamiliki mpira kwenda kwa wapinzani wao. Utulivu ulikuwa unaona, ulikuwa unaona namna gani ambavyo walikuwa na wakati bora. Kwa hiyo kuanzia eneo la ulinzi kwa mlinda mlango Djigui Diarra, lakini pia ukija kwa Dickson Job pamoja na Abdullah Baka walikuwa na wakati bora sana. Eneo la kiungo walizuia vizuri na Mudathir na nyota wengine. Japo pia tumtazame Pacome Zouzoua. Yes, Pacome ni miongoni mwa silaha za wazi na za siri kwa makocha wa hivi karibuni ambao wamepita Yanga, lakini pia yeye mwenyewe mchezaji amejitanabaisha hivi kwa mchezaji wa kuchungwa na kuogopwa sana kuna kikosi cha Yanga katika siku za hivi karibuni. So amekuwa na wakati bora sana, hata uchezaji wake, kiunganishi chake kutoka eneo la kiungo na eneo la kushambulia kwa na wakati mzuri sana, aidha akitokea pembeni ama akitokea katikati, amekuwa na wakati bora sana. Ni moja ya kiwango bora sana ambacho Pacome amekuwa nacho, kiasi ambacho hata wapinzani wakija wanaanza kufikiria kumdhibiti yeye kama sehemu wachezaji wa Yanga ambao wana uwezo mkubwa sana wa kukota mpira na kufanya maamuzi. Jana pia alicheza Celestine kwa yes, kukosa goli kubwa, alikosa nafasi ya wazi ambayo ingeipa ushindi Yanga pengine. Kama mechi ingekuwa na goli hilo moja, alikuwa na wakati bora sana, tengeneza nafasi, fika sana kwenye box. Hivi bahati nafasi ambayo ilikuwa ndio nasema big chance hakuweza kuibadilisha kwenda kuwa goli. Ilikuwa ni moja ya mchezo mzuri pia kwake yeye, pia baadaye mwalimu aliamua kumtoa Max Zengeli, fanya kazi bora sana kuunganisha eneo la kiungo kutokea pembeni, kutokea katikati kwenda kwenye box ya timu pinzani, kwa na wakati mzuri sana. Yes, mwingine ambaye alikuwa na kiwango kizuri Prince Dube. Hapo sasa ndo unaelewa kwamba kama Dube akiwa ametulia, hana pressure yoyote, mechi imemkubali, unamuona namna ambavyo anasumbua safu ya ulinzi ya timu pinzani. Alikuwa na wakati bora sana. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo nasema vimepelekea Yanga kuwa na wakati mzuri sana jana, kwamba mpango kazi wa kocha Gonçalves ulitiki, lakini pia performance ya baadhi ya nyota ambao walipata nafasi ya kwanza kwenye mchezo wenyewe walikuwa na wakati mzuri sana. Sambamba na hilo unajaribu kumwangalia mpinzani. Yes, kabla ya mchezo ulikuwa unasema kwa historia pengine katika hii michuano ya namba mbalimbali ambazo zimeandikwa, baadhi ya nyota ambao pengine wanamilikiwa na hizo timu zote mbili, kwa maana kwa Yanga na Kabylie, kulikuwa na kadaraja fulani hivi baina ya hizo timu mbili, lakini matokeo yaliyopita katika mechi zao za mwisho katika hii michuano ndicho ambacho kwa calculate kilikuwa kinaleta tafsiri tofauti, kwamba mechi pengine isingekuwa rahisi kama watu wengi walikuwa wanatazama, haswa urahisi kumpatia JS Kabylie. Yanga ametoka kushinda dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Moja ya kitu kikubwa sana hicho. Confidence iongezeka, umeingia uwanjani ukiwa na confidence ile ile, licha ya changamoto kubwa sana hali ya hewa ya baridi na kuambatana na mvua, lakini walikuwa na wakati mzuri. Lakini kwa upande wa Kabylie alikuwa anaingia akiwa na kidonda. Kwa pressure pia ilikuwa kubwa sana kwa upande wake. Akajikuta anazidi kuimeza pressure na baadaye kuwa na wakati mgumu zaidi, kiasi ambacho kushindwa kupata goli, lakini pia kushindwa yeye kwenda kuongeza pressure kubwa sana katika safu yake ya ulinzi, kwamba kama anashindwa kushinda basi asipoteze mchezo. Ni miongoni mwa matukio ambayo unasema yalikuwa na yanazungumzika katika mchezo wenyewe wa kati ya Kabylie ya Algeria dhidi ya Yanga Sports Club ya Tanzania, ambao walikuwa na wakati bora zaidi. Sambamba na hilo unajaribu kuangalia sasa kikosi cha Yanga kwa namna moja ama nyingine kimeanza kujipata, na kocha Gonçalves angalau ameanza kutumia rasilimali watu ama rasilimali kadha alizonazo vizuri, tofauti na kocha aliyopita kwa maana Romain Folz, mzee wa Minunu. Kiangalia Gonçalves hata squad yake anafanya mabadiliko yanakuwa na tija. Unaingizaji ambao kama kina Edmond John ambao wanaenda kuongeza kasi, kwenda kuongeza nguvu, labda na kushambulia kina Boyele kwenda kuongeza nguvu, kuongeza harassment kwa timu pinzani. Kwa hiyo imekuwa ni moja ya wakati ambao nasema umekuwa bora sana kwa upande wa Yanga. Mwanzo mzuri, alama 4 ambazo kama akija hapa Kabylie akimkazia anaweza kumfunga kafisha alama 7, then akafikiria namna gani ambao anaweza kufanya
kwa mchezo mwingine dhidi ya Ahly ambao atacheza katika uwanja wake nyumbani ambao ni New Amani Complex. Na tukiangalia pia kwa upande wa Azam FC, yes, wamepoteza mchezo. Amrabat ameonyesha utofauti mkubwa sana. Kitu pekee ambacho Azam hawezi kuwadai ni performance uwanjani. Kuonyesha performance bora sana. Timu yote ambayo ipo nyumbani inapaswa kuonyesha performance namna, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni kushinda ukomavu na uzoefu wa haya mashindano wakiwa kama timu na kwa baadhi ya nyota kwa kile ambacho kimeonekana. Yes, wala kina Fei ambao na wakati mzuri ama wamewahi kucheza katika hiyo michuano, labda kina Aishi Manula, kina Sadio Kanute, lakini Wydad Casablanca kwa namna ambavyo wamebitu bora, kwa sababu Wydad hata ukienda kuangalia rekodi yao sio mara nyingi ambao washiriki kwenye kombe la shirikisho au mara nyingi washiriki kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Washiriki kuchukua mara kadhaa ile kombe. Kwa hiyo wengine ni timu ambayo kwenye orodha ukitoa Al Ahly ambao wamechukua mara nyingi zaidi, zile timu ambazo zinafuata hapo ndio unawakutana na kina Wydad, na kina ES na baadhi ya timu zingine kina Mamelodi ambazo zimechukua litaji. Kwa hiyo Azam alikuwa na pambana katika uwanja wake nyumbani dhidi ya timu ambayo imemzidi kila kitu, mataji katika michuano, ukomavu na uzoefu na historia pia kubwa katika michuano. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nakiona the future is bright kwa Azam FC. Wanachojaribu kitengeneza ni ukomavu na wakati bora sana kuelekea katika mechi ambazo zinafuata, licha ya wachezaji ambao wana uzoefu wa hiyo michuano, lakini wao kama timu kwa namna ambavyo wamehitaji muda na ili kutimiza malengo na kukata kiu pia ya Watanzania walio wengi. Hii ni Ngana Sports, usisahau kusubscribe.